أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa ulimwengu na mwalimu wa walimwengu na ambaye ni mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa kheri, mwezi wa baraka, mwezi ambao umewekwa katika umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ukawa ni mwezi wa umma wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, mwezi ambao ndani yake kumejaa mambo mengi, kumejaa fadhila nyingi, kumejaa utukufu mwingi ambao yatosha tu kusema ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni fursa ya mabadiliko ya kiroho kwa yule ambaye anayetaka kuwa na mabadiliko ya kiroho. Ikiwa kuna mtu anahitaji kupata mabadiliko ya kiroho, basi mwezi sahihi na fursa sahihi ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao umejaa kila aina ya fadhila ambazo zilizoelekezwa ndani ya mwezi huu mtukufu na kwa umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Tayib, tukiwa katika muendelezo wa darsa zetu ambazo tunazungumzia kadhaya ikhtilafia na ambazo tulidumu nazo kwa muda kidogo, ambapo katika darsa ya mwisho kabisa tulizungumzia ile hadithi ambayo inayowazungumza masahaba wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ikiashiria ya kwamba masahaba wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama nyota, na yeyote ambaye mtakayemfuata mtakuwa mmeongoka. Ashabi kannujumi biayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kwamba masahaba zangu wote ni kama nyota, yeyote ambaye mtakayemfuata mtakuwa mmeongoka. Na hadithi hii tukaijadili kupitia maneno ya wanazuoni, maneno ya Ahmad ibn Hanbal ambaye ameipinga hiyo hadithi, lakini pia maneno ya al-Imamu al-Muzni ambaye pia na yeye ameipinga hadithi kwa maana ambayo inayotumiwa, kwamba masahaba zangu ni kama nyota, yeyote mtakayemfuata mtakuwa mmeongoka katika kila kitu. Akasema hapana, bali kama itasemwa kwamba hadithi hii ni sahihi, basi maana yake ni katika yale ambayo wanayo yanukuu tu kutoka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, tunaweza tukawafuata. Lakini kuna maneno ya Nasiruddin al-Albani, mmoja katika wanazuoni na muhaddithin wa ndugu zetu Mawahabi, katika kitabu chake ambacho alichokiita Silsilatul Ahadithi Dhaifa, mfululizo series ya zile hadithi ambazo ni dhaifu. Al-Imamu al-Albani akaziweka au akaiweka hadithi hii katika kitabu chake ambacho ni Silsilatul Ahadithi Dhaifa. Ifahamike kwamba al-Imamu al-Albani ana kitabu chake ambacho anachokiita ni Silsilatul Ahadithi Sahiha, ambacho ndani ya kile kitabu ameweka zile hadithi ambazo ni sahihi tu, taban kwa mujibu wa mabna yao, kwa mujibu wa fikra zao, kwa mujibu wa itikadi zao. Amekitengeneza kile kitabu, ikisha akakiita kwamba ni kitabu ambacho kilichokusanya hadithi sahihi tu, akakiita ni Silsilatul Ahadithi Sahiha. Lakini ana kitabu kingine ambacho ni Silsilatul Ahadithi Dhaifa, kitabu ambacho kinachohusiana na zile hadithi dhaifu tu, na hadithi ya ashabi kannujumi akaiweka katika kitabu Silsilatul Ahadithi Dhaifa, kuonesha kwamba si hadithi sahihi ambayo iliyosihi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yeye mwenyewe al-Imamu al-Albani akasema ya kwamba hadithi hiyo ambayo inayonisabishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni hadithun maudhu'un, ni hadithi ambayo iliyowekwa.
kwa maana kwamba si hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ni hadithi ya kutengenezwa. Katika kitabu chake Silsilatul Ahadithi Dhaifa, juzuu ya kwanza, ukurasa wa 144. Lakini pia Ibn Hazmi Al-Andalusi, moja pia katika muarrikhin na wanahistoria katika madhhabi ya ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa, yeye anasema kwamba hadhihi riwaya saqitatun, kwamba riwaya hiyo ambayo inayotajwa na kunisabishwa na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni riwaya ambayo ni saqita, ni riwaya ambayo haijawahi kuchukuliwa, ni riwaya ambayo iliyoangushwa, ni riwaya ambayo haijachukuliwa katika kile kipimo cha riwaya ambazo zilizochukuliwa na wanazuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Na wanazuoni wengi akiwepo shekhe ambaye anaitwa kwamba ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, katika kitabu chake Minhajus Sunnati Nabawiyya, pia na yeye ameikataa hadithi hii na kuonesha kwamba, anasema wa hadithu ashabi kannujumi dha'afahu a'immatul hadith fala hujjata fihi. Anasema hadithi ya kwamba masahaba zangu ni kama nyota, wameidhoofisha a'immatul hadith, viongozi wa hadithi, majemedari wa ilmu alhadithi, wameidhoofisha hiyo hadithi, hivyo fala hujjata fihi, hiyo hadithi haina hoja ya kuweza kuisimamia, wala siyo hadithi ambayo mtu anaweza akasimama na akatetea hoja yake kupitia hadithi hiyo. Tayeb, ndugu zangu, tulisema ya kwamba yatosha tu kuonesha udhaifu wa hadithi hii, kwamba ni hadithi ambayo inayopingana na hadithu mutawatir, inayopingana na hadithi ambayo iliyopokelewa kwa njia nyingi mno, inayopingana na hadithi ambayo iliyopokelewa na masahaba wengi, tena waaminifu, waadilifu. Hadithi yenyewe ni ile hadithi ambayo inayowazungumza ahlul baiti alayhimus salam, kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuonesha ya kwamba wao ndiyo nyota, wao ndiyo amani, wao ndiyo usalama. Ikiwa watakuwepo basi dunia itakuwepo, na ikiwa hawatakuwepo pia dunia haitakuwepo. Ni hadithi ambayo iliyopokelewa na wanazuoni wengi wa ilmu alhadith, tena wale majemedari wa ilmu alhadith, aimma wa ilmu alhadith, viongozi wa ilmu alhadith katika upande wa ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal ni moja ya watu ambao wanaoitwa kwamba ni muhaddithin, bali ni imamul muhaddithin, ni katika viongozi wa ilmu alhadith ambao waliobobea katika kuzijadili hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, katika kuzipokea hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, katika kuzichuja
hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Katika kitabu chake Musnadul Imam Ahmad amepokea hadithi hiyo katika kitabu Fadailus Sahaba, katika mlango wa min fadaili aliyin, katika zile fadhila za al-Imamu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ananukuu hadithi, anasema kwamba moja katika hadithi ambazo zilizosihi ni ile hadithi ambayo iliyopokelewa kutoka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ambapo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema ya kwamba an-nujumu amanun li ahli samaa, nyota ni kielelezo cha amani, ni kielelezo cha usalama kwa viumbe ambao wanaoishi katika mbingu ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nujumu amanun li ahli samaa, nyota ambazo zipo mbinguni ni amani, ni usalama, yani zipo kwa ajili ya kulinda amani, zipo kwa ajili ya kulinda usalama wa viumbe ambao wanaoishi katika mbingu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idha dhahabatin nujum dhahaba ahlus samaa, anasema nyota zitakapoondoka pia na wale viumbe ambao wanaoishi katika mbingu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala nao hutoweka. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard, na kizazi changu, familia yangu ni kielelezo cha amani, ni kielelezo cha usalama kwa watu ambao wanaoishi katika mgongo wa ardhi. Fa idha dhahaba ahlu baiti, familia yangu itakapoondoka, kizazi changu kitakapotoweka, wakamalizika wote katika mgongo wa ardhi, akawa hajabaki hata mmoja, matokeo yake na natija ni kwamba dhahaba ahlul ardh, watu wa ardhini pia nao wataondoka, ikiashiria kwamba kutokuwepo yeyote katika kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi katika mgongo wa ardhi na katika hii dunia ni ishara na ni alama ya kiyama, kwamba hakuna tena yeyote ambaye atakayekuwepo katika ardhi na hakuna yeyote atakayekuwepo katika ulimwengu huu maadamu hakuna yeyote katika kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Na ndio maana hadithi hii inarandana kabisa na inaendana na iko sambamba na ile hadithi ambayo inayomzungumza al-Imamu al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif wa salawatullahi wa salamuhu alayhi, kwamba law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yakhruja rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi yamla'u al-ardha qistan wa adla ba'dama muli'at dhulman wa jawra. Kwamba hadithi hii inayoashiria na inayoonesha kwamba kizazi cha mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ni kielelezo cha amani katika mgongo wa ardhi, ni kielelezo cha usalama katika mgongo wa ardhi, na endapo yeyote katika kizazi cha mtume hatakuwepo hata mtu mmoja, basi utakuwa ndio mwisho wa dunia na ndio mwisho wa ulimwengu.
Ni hadithi hii inayomzungumza al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, kwamba lau kama katika hii dunia hakutabakia isipokuwa siku moja tu na dunia iishe, ulimwengu umalizike, kiyama kisimame, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema atairefusha, Mwenyezi Mungu atairefusha ile siku mpaka aweze kudhihiri, aweze kutokea mmoja katika kizazi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ambaye atakuwa na jukumu la kueneza uadilifu na amani katika mgongo wa ardhi, kama ambavyo ardhi hii ilivyojaa dhulma na ujeuri. Naye si mwingine ni al-Imamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif wa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hii ni hadithi ambayo ipo katika kitabu cha Musnadul Imam Ahmad, kitabu Fadailus Sahaba, na mlango min fadaili Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Lakini pia katika kitabu Mustadraku au Al-Mustadraku ala Sahihain, kitabu ambacho kilichoandikwa na al-Imamu al-Hakimu an-Naisaburi, moja katika wanazuoni wa hadithi pia na wale ambao wanaohesabika kwamba ni aimmatul hadith. Aliandika hiki kitabu Mustadrak ala Sahihain ili kuweza kuzidhibiti zile hadithi ambazo zilizosihi kwa mujibu wa masharti ya al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, lakini ma'al asafi shadid kwamba zile hadithi hazikuandikwa katika Bukhari wala hazikuandikwa katika Muslim. Lakini kwa mujibu wa masharti yao, kwa mujibu wa masharti ya al-Imamu al-Bukhari, hadithi ni sahihi. Kwa mujibu wa masharti ya al-Imamu Muslim, hadithi ni sahihi, lakini hawakuziweka katika vitabu vyao. Akaja huyu bwana ambaye ni al-Imamu al-Hakimu an-Naisaburi, akaandika kitabu chake akakiita Al-Mustadrak ala Sahihain, yani zile hadithi ambazo zilizoachwa kwenye Sahihain, yani Sahihu Muslim na Sahihu al-Bukhari, yeye akaziandika katika kitabu chake. Katika kitabu Ma'rifatu Sahaba anasema, akipokea hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas ridwanullahi ta'ala alayhi, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an-nujumu amanun li ahli al-ardh min al-gharq wa ahlu baiti amanun li ummati min al-ikhtilaf, fa idha khalafatha qabilatun min al-arab ikhtalafu fasaru hizba iblis. Hadithi ambayo ni nzito mno, hadithi ambayo inayoeleza nafasi ya kizazi cha Bwana Mtume Muhammad katika umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ikisha ukisoma hadithi za namna hii, nenda kwenye maisha ya umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Je, umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi uliwachukua ahlul bait alayhimus salam kama ambavyo Mtume alivyowachukulia? Je, umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam umewabeba ahlul bait alayhimus salam kama ambavyo Mtume alivyowazungumza, kama ambavyo Mtume alivyosisitiza? Isome hii hadithi.
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama asema ya kwamba an-nujumu amanun li ahli al-ardi min al-gharq, nyota ni kielelezo cha usalama, nyota ni kielelezo cha amani kwa watu ambao wanaoishi katika mgongo wa ardhi, min al-gharq, ili wasizame. Wasizame wapi? Wasizame katika bahari, wasizame katika maji na vitu vya namna hiyo. Ikisha upande wa pili, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali akasema, wa ahlu baiti, na kizazi changu mimi na familia yangu mimi na ahlu baiti wangu, amanun li ummati, ni kielelezo cha amani, cha usalama kwa umma wangu. Kuepukana na nini? Minal ikhtilaf, kuepukana na ikhtilafat, kuepukana na kutofautiana. Na sisi tunazungumzia kadhaya ikhtilafia, tunazungumzia ya kwamba kwa nini umma wa Kiislamu umefika mahala unazozana, unatofautiana katika masala ambayo haukupaswa utofautiane. Kwa nini leo umma wa Kiislamu umefika mahala unakufurishana kwa sababu tu ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi? Kwa nini umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi imefika mahala unakufurishana kwa sababu huyu anafunga swala kifuani, huyu anaachia? Kwa nini umma wa Kiislamu, umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi unakufurishana leo kwa sababu tu ya suala la mwezi? Hao wametangulia kufunga, hao wamechelewa, basi kelele mtindo mmoja. Kwa nini umma wa Kiislamu ufikia mahala hapo? Kumbe sababu kubwa ni pale ambapo tulipoachana na hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, wa ahlu baiti amanun li ummati min al-ikhtilaf, kizazi changu ni kielelezo cha usalama, kizazi changu ni dhamana ya umma wangu kuepukana na ikhtilafat. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, fa idha khalafatha qabilatun min al-arab, litakapo wakhalifu ahli albayt alayhimus salam, kabila lolote la Kiarabu, qabilatun min al-arab. Mtume hakutaja makabila mengine, lakini alianza kutaja yale makabila ya Waarabu pale pale. Anasema fa idha khalafatha qabilatun min al-arab, kabila lolote litakapo wakhalifu ahli albayt alayhimus salam, likaenda kinyume na ahli albayt alayhimus salam, likawatupa ahli albayt alayhimus salam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ikhtalafu wasaru au fasaru hizba iblis. Basi ujue umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi utatofautiana na utakuwa ni makundi ya Iblis. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, kwamba kabila lolote ambalo lililoenda kinyume na ahli albayt alayhimus salam na kizazi cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ulaika hizbu iblis. Basi ujue watu hawa ni kundi la Iblis alayhi la'inullah. Ni maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Fa idha khalafatha qabilatun min al-arab, litakapo wakhalifu ahli albayt alayhimus salam, kabila lolote katika makabila
Anasema ikhtalafu fasaru hizba iblis, kwamba watatofautiana, watakhtalifiana watu hao, umma huo utatofautiana, utakhtalifiana, na mwisho wa siku fasaru hizba iblis, watakuwa ni katika kundi la iblis. Leo jiulize, soma historia. Baada ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufariki, kipi ambacho kilichotokea kwa kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi? Je, umma wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulishikamana na kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi? Je, umma wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi uliwakumbatia familia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi? Bila shaka hapana, na natija yake ndio hii ambayo tunayoiona. Tunatofautiana katika kila kitu, hata katika masala ambayo hayapaswi kutofautiana, lakini tunatofautiana. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu umma ulitofautiana baada ya kuachana na kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, na kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, fasaru hizba iblis, wakawa ni katika makundi ya iblis. Leo soma historia ya Kiislamu baada ya kifo cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Kabila la kwanza ambalo liloenda kinyume na maagizo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuweza kuwatelekeza ahlul bait alayhimus salam na kwenda kinyume na ahlul bait alayhimus salam na kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ni lile kabila ambalo lilomteua kiongozi. Wakamteua mtu mwingine kiongozi ambaye hakuteuliwa ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, na wakamuacha kiongozi ambaye aliyeteuliwa ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, na ambaye ni al-Imamu Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Sasa mtume atuambia, wa ahlu baiti amanun li ummati min al-ikhtilaf fa idha khalafatha qabilatun min al-arab ikhtalafu fasaru hizba iblis. Ikisha al-Imamu al-Hakim an-Naisaburi mwisho wa hadithi anasema, hadha hadithun sahihul isnadi wa lam yukhrija, kwamba hadithi hii ni sahihi isnadi yake, ni hadithi ambayo iliyosihi isnad na iliyokidhi vigezo na masharti vya al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, lakini ma'al asafi shadidi, kwa masikitiko, walam yukhrija, hawajaipokea hii hadithi. Sasa kwa nini hawajaipokea? Hii ni bahthi nyingine, lakini hadithi ambayo iliyosihi kutoka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ambayo inayoashiria kwamba kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kielelezo cha amani, kama ambavyo zilivyokuwa nyota ni kielelezo cha amani. Sasa hadithi ambayo iliyopokelewa kuhusiana na masahaba ya kwamba an-nujumu amanun au ashabi kan-nujumi bi ayyihi muqtadaytum muhtadaytum, na hadithi hii ambayo iliyopokelewa kutoka kwa wale aimmatul hadith wakizungumza na wakieleza ya kwamba familia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, kizazi cha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ndiyo watu ambao tunapaswa kuwafuata.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi alikuwa makini mno katika maneno yake. Tizama lugha ambayo aliyoitumia bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, kwamba wa ahlu baiti amanun li ummati min al-ikhtilaf. Yani kitu gani ambacho kinachofahamika? Kwamba kizazi changu ni kielelezo cha amani. Kizazi changu na familia yangu ndiyo ambayo ni kielelezo cha amani, kuepukana na ikhtilaf. Maana yake nini? Maana yake kwamba umma wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ulipaswa kushikamana na ahli albayt alayhi wasallam. Ulipaswa kuwashika ahli albayt, ulipaswa kuwakumbatia ahli albayt alayhi wasallam. Lakini umma huu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, pale ulipoachana tu na kizazi cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ndipo haya makundi yote tunayoyaona, kiasi kwamba ikhtilaf katika umma wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam imefika ni makundi 73. Manaswara au Mayahudi waligawanyika makundi 71, Manaswara wakagawanyika makundi 72, lakini umma wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao ndio ulikuwa na mtume bora, ambao ndio ulikuwa ni khatimatul umam, ni umma wa mwisho, ni umma ambao uliowekewa kanuni na utaratibu, ni umma ambao uliopewa katiba isiyokuwa na mabadiliko, Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini umma huo katika historia tunaambiwa kwamba ndio ambao uliogawanyika zaidi kuliko umma zingine zote zilizopita. Kwa sababu gani? Kwa sababu fa idha khalafatha qabilatun min al-arab ikhtalafu fasaru hizba iblis. Maneno ya bwana Mtume hayaanguki. Umma wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulipokhalifu ahli albayt alayhim wassalam, ulipoenda kinyume na maelezo ya Mtume kuhusu kizazi chake, ikhtalafu fasaru hizba iblis. Na Qur'ani inatuambia ala inna hizba ulaika hizbu iblis, kwamba kundi hilo ndio kundi la iblis, na kundi la ibilisi siku zote halifaulu. Kwa hivyo ikiwa nyinyi mtakuwa ni kundi la ibilisi katika makundi yale ya ibilisi, manake kamwe hamtafaulu. Mtabaki mnagongana, mtabaki mnavurugana, mtabaki mnatuhumiana, mtabaki mnashutumiana, mtabaki kila mmoja anamtuhumu huyu, kila mmoja anamshutumu yule, kwa sababu ni hizbu iblis, mmekuwa ni hizbu shaitan. Ni maneno ya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam akizungumzia kuhusiana na kizazi chake na ahlu baiti wake. Lakini pia katika kitabu hicho hicho Al-Mustadrak ala Sahihain ameeleza hadithi ambayo inayokaribiana na hadithi tuliyoitaja na ambayo inayozungumzia ahli albayt alayhim afdalus salati wassalam. Anasema an-nujumu amanun li ahli as-samaa. Taban katika kitabu Ma'rifatu as-Sahaba dhikru manakibil munkadir, nambari ya hadithi 5926. Anasema, ananukuu hadithi hii, anasema an-nujumu amanun li ahli as-samaa fa in tumisati nujumu ata as-samaa ma yu'adun
wa ana amanun li ashabi fa idha qubidtu ata ashabi ma yu'adun wa ahlu baiti amanun li ummati fa idha dhahaba ahlu baiti ata ummati ma yu'adun. Hadithi imetaja vipengele vitatu. Hadithi imetaja nyota, hadithi ikamtaja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lakini hadithi ikawataja ahli albayt alayhimus salam. Hadithi imetaja nyota kwamba ni amani kwa viumbe ambao wanaoishi katika mbingu ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikisha ikasema fa idha tumisatin nujum, zile nyota zitakapopotea, zile nyota zitakapokuwa zimezama, zimetoweka, ata as-samaa ma yu'adun, wale watu ambao au viumbe ambao wanaoishi katika mbingu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala watafikwa na lile ambalo waliloahidiwa. Wa ana amanun li ashabi, mtume anasema kwamba na mimi ni amani, ni kielelezo cha amani kwa masahaba zangu. Fa idha dhahabtu fa idha qubidtu, nitakapochukuliwa roho yangu, nitakapoondoka mimi, mtume anasema ata ashabi ma yu'adun, litawafika masahaba zangu yale ambayo yaliyozungumzwa. Yani mambo mengi ambayo mtume aliyokuwa akiyazungumza kuhusiana na masahaba na masahaba zake, waliyafanya masahaba zake baada ya kufa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Kisha mtume anasema wa ahlu baiti amanun li ummati, na kizazi changu ni kielelezo cha amani kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ahlu baiti ata ummati ma yu'adun, kizazi changu ni kielelezo cha amani, kizazi changu ni kielelezo cha usalama kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ahlu baiti, kizazi changu kitakapotoweka, kitakapoondoka, ata ummati ma yu'adun, litawafika umma wangu lile ambalo waliloahidiwa. Nini? Kiyama. Kwa hivyo kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ni uti wa mgongo katika umma wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Yeyote ambaye anayetaka kusiwepo na ikhtilafu yeyote ni kushikamana na kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ni kurudi kilipo kizazi cha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi. Lakini kama hatujarudi kilipo kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, bado ikhtilafati zitaendelea, ikhtilafati zitakuwa, na ikhtilafati zitaendelea kutawala katika jamii za Kiislamu, na tutatofautiana hata katika mambo ambayo hatupaswi kutofautiana. Hii ni hadithi ambayo inayozungumza Ahlul Bait alayhimus salam kama kielelezo cha amani, kama kielelezo cha mshikamano, kama kielelezo, kama ngao ambayo umma wa Kiislamu unapaswa kushikamana nao na kuchukua sheria za Kiislamu kupitia kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ili wasiweze kupotea, wasiweze kukhtalifiana, wasiweze kufikia kuwa wao ni katika hizbu Iblis, ni katika makundi ya Iblis. Tumuombe Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kushikamana na kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili kuweza kuepuka ikhtilafati ambazo zitakazo ukabili umma au zinazo ukabili umma wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na mazungumzo haya yanayo mwendelezo wake insha Allah katika darasa itakayofuata. Innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.